Katika maisha, wito wa mtu hauwezi kupimwa kwa njia moja tu. Wengine huanza safari moja, kisha maisha huwavuta kwenye njia nyingine. Huu ni mkasa wa kiroho wa kijana mmoja ambaye safari yake ya upadri imepita vikwazo, maamuzi magumu na hatimaye kumfikisha kwenye nafasi ya uongozi katika kanisa la Orthodox Kivu Kusini. Karibu kusikiliza simulizi hii ya Shemasi Isidore Byalo Kalunga. Naitwa Musa Huseni. Shemasi huyo kwanza alianza kwa kujitambulisha na kuelezea kuhusu mwanzo wa maisha yake ya kiroho. Kwa majina mimi ni Shemasi Isidore Byalo Kalunga. Niko mtumishi wa Mungu, shemasi katika kanisa la Katoliki la Antiokia na Syria. Lugha la Kimombo unasema Reverend Père Diacre Isidore Byalo Kalunga katika kanisa la Katoliki Orthodox la Antiokia na Syria. Mimi nimeanzia maisha yangu ya kiroho hapo Kalemi. Ndio nimeanzia maisha yangu ya kiroho. Hakuishia hapo. Alieleza namna wito wake wa upadri ulivyoanza na sababu zilizomshawishi. Mimi wito wangu ulianzia hapo mji wa Kalemi kama vile nilisema mwanzo, na nimeshawishiwa kibinafsi kupitia ibada ya misa ya Katoliki, sababu mimi nimezaliwa katika familia ya Kiprotestanti. Baba yangu kisha kufanya teolojia yake alikuwa pasta mkuu wa kanisa ya Kipentekotiste inaloitwa Epifania hapo Kalemi. Sasa yeye baba pia alikuwa mwalimu mkuu wa shule la kisekondari la Wakatoliki hapo Kalemi, na alikuwa na hitaji sana na alikuwa nataka sana kutuandikisha kwenye shule la Wakatoliki, sababu ndo mahali ambapo mimi nimesomea, mimi na ndugu zangu wote tumesomea huko, kwanza shule la msingi kwenye shule la Katoliki ya Roma na shule la kisekondari vile vile. Sasa wakati watu wanafungua mwaka wa masomo, tulikuwa tukienda kwenye misa ya mwanzo wa mwaka wa kufungua masomo. Kanisa la Katoliki la Waroma hata la kwetu la Antiokia linakuwa na misa ya kufungua mwaka wa masomo. Sasa hapo wakati mapadri walikuwa wakisoma hizo misa, mimi nilikuwa navutiwa sana na namna mapadri wanavaa, namna mapadri wanasoma misa, wanasoma Injili. Ilikuwa vraiment inanivutia sana. Ni hapo mwanzo wangu wa kuvutiwa na kutaka kusomea masomo ya upadri. Vile vile wakati nikiona padri anatembea barabarani na hiyo gauni yao, hiyo kanzu ya upadri, ile nguo ya upadri, ilikuwa inanivutia sana. Na wakati naona padri amekwenda kutizama wagonjwa, kuwafanyia sala, ni hapo kabisa nilikuwa nikivutiwa sana kwa kweli. Baada ya kueleza sababu zilizomvutia kuingia katika maisha ya upadri wa kanisa Katoliki la Roma, tulitaka kufahamu zaidi kilichomvutia kuichagua njia hiyo tangu mwanzo. Mimi kwa kweli kitu ambacho kilinivutia zaidi sana ni namna mimi nilipenda kwanza kanisa la Katoliki la Waroma, sababu kama nilivyosema, baada ya sisi kuendelea kwenye shule hizo za Roman Catholic, nilikuwa tukiingia kwenye kanisa la baba la Kipentekotiste. Sasa nilikuwa ninapenda padri sana kupitia hiyo mavazi. Wakati wana pembeni yetu karibu na nyumba yetu sisi kulikuwa shirika moja la kanisa la Waroma, ambalo hilo shirika lilipewa parokia, na hiyo parokia iliitwa parokia Mtakatifu Mikaeli. Sasa wakati hiyo mradi ya ujenzi wa hiyo parokia imeanza, sisi tulikuwa tukisomba michanga, tulikuwa tukisomba maji, tulikuwa tukipiga matofali ya cement kusudi wajenge hiyo parokia. Na wakati hiyo parokia imemalizika, Wakristo wanaanza ingia humo ndani, mapadri wanaanza soma ibada ya misa. Mimi nilikuwa nikiingia humo kwa uficho. Basi niliweza kuingia humo, nikabatizwa mwaka 2006. Nimepata ubatizo, nikakuwa msindikizi, nikakuwa mgundi ya scout, nikakuwa vile vile mgundi ya Kizitoa Noirite, na
Wakati nimefika somo la pili, masomo makubwa, niliweza kuteuliwa kuwa chief wa gundi la wasindikizi. Baada ya kuteuliwa kwangu kuwa chief wa gundi la wasindikizi, tulikuwa mapadri wawili. Tulikuwa na padri mzungu ambaye alikuwa padri mkuu wa parokia hiyo, alikuwa anaitwa kwa jina la Père Helmut, na padri Omonier alikuwa anaitwa Abbé Julien Mweu, alikuwa Mkongomani. Hapo tupo Kalemi. Baada ya hapo, yule padri mdogo akaweza kuniandikisha kwenye gundi la wito, sababu ameniambia, wewe na kuona una wito, utaingia ndani ya gundi la wito. Wakati wazazi wangu wameona nimezabitishwa, nimepata sakramenta ya uzabitisho mwaka wa 2006, wakanikataza kwenda kuendelesha kanisa la Waroma. Wakati mimi ninapenda, nikasema basi mimi siwezi nikaacha hiyo kanisa, sababu naipenda na ndo imani yangu imechagua. Hapo nilikuwa sijaneza bado umri wa kuchagua kanisa, hadi wazazi wangu wakanifukuza nyumbani, nikaenda kuishi kwenye nyumba na baba wangu wa ubatizo. Ni hapo kupitia malezi ya yule padri makamo, padri mdogo wa parokia, ndio nimepata kuvutia na kupata hamu na haja ya kuwa padri. Lakini kama ilivyo katika safari nyingi za maisha, mara nyingi huambatana na changamoto zinazoweza kubadili mwelekeo wa mtu. Hivyo tulitaka kujua baadhi ya vikwazo alivyokumbana navyo akiwa katika hatua hiyo ya awali. Changamoto ambazo nimekutana nazo kubwa zaidi zilikuwa 2. Changamoto ya kwanza niliyoipata ni hiyo kufukuzwa nyumbani kwetu kwa ajili ya kukubali imani la kanisa Katolika la Waroma. Nimeishi maisha magumu, nimelelewa na baba wangu wa batizo na mapadre, wamenilea, wamenisindikiza, wamenifunza na mabikira vile vile. Yaani nilikuwa nikiishi kama yatima hivyo, wakati wazazi wangu wote wako wazima. Kwa ajili ya neno la Mungu niliweza kuishi yatima. Hiyo ilikuwa changamoto kubwa sana ambayo ilinisikitisha kweli. Changamoto la pili, wakati nimekuwa kwenye shule, kwenye masomo ya upadre, nimeanza hapo Nyantende Bukavu kwa Congregation ya ba Franciscain les Frères des Ordres Mineurs OFEM. Hapo Nyantende nimefanya mwaka moja, Lubumbashi ku novisia nimefanya mwaka moja, na kuskolastika yani filosofia hapo Kolwezi nimefanya miaka 3 ku Scholastica Saint Jean 23 de Kolwezi hapo Kolwezi. Baada ya kumaliza hiyo msimu wa mwaka wa 3 wa filosofia, wamekuwa kikawaida kwa kutaka uanze muhula wengine wa teolojia, inabidi wazazi wako ambao wamekuzaa wakuandikie karatasi ya kuonesha kwamba wanakuruhusu uendelee kusoma. Sasa wakati waliomba wazazi wangu wafanye hiyo, wazazi walikataa, wakasema kwamba hawezi kuwa padri sababu hawezi akaoa mwanamke, na sisi tunaja yeye aowe na azae watoto tuwaone. Hiyo ndio changamoto 2 kubwa ambalo niliweza kupata katika muda wangu ambao nimesoma kwa kanisa la Katolika la Waroma. Baada ya mlango mmoja kufungwa, mwingine ulifunguka. Shemasi Isidore Bialo Kalunga alijikuta akielekea katika kanisa Katoliki Orthodox, jambo ambalo lilibadili mwelekeo wa huduma yake ya kiroho. Mimi baada ya kutoka kwenye shule, kwenye masomo ya upadri kwa Roma, kisha ukataliwa kupewa kibarua cha kunihakikishia kuendelesha, nilikuja nikaishi maisha yangu ya kawaida. Ile ilikuwa maisha ambayo ilikuwa maisha ya unyonge, maisha ya kukata tamaa, maisha ya kukosa matumaini. Hata imani yangu ilizembea sana, na nilikuwa na wakati ninapoona padre anasoma misa, nilikuwa nikitoa machozi kabisa. Lakini wakati nimefika hapa Baraka mwaka wa 2019, nimepata tu wito kwamba wananihitaji niende kwenye shule la upadri kanisa la Katoliki la Orthodox la Antiokia Nazaria. Na hapo nilikuwa sijui kwamba
kanisa la Orthodox linakuwa na mapadri wazuri. Ni hapo nilikubali hiyo wito katika watu 27 ambao wameandikwa, wameorozeshwa mnamo Kivu ya Kusini. Tukakwenda kwenye shule tukafanya miaka 3 ya teolojia huko, ila kwa bahati nzuri na bahati mbaya tumemaliza watu 2, na kwa wale watu 2 mimi peke yangu ndio niliweza maliza na kubarikiwa kuwa shemasi katika kanisa Katoliki la Orthodox ya Antiokia na ya Syria. Na waza hiyo, baada ya mimi kuitika wito, kauliza mambo huku iko namna gani, mapadri wanaishi namna gani? Kaniambia hapana, sisi tunaacha padri achague maisha ambayo ataishi nayo katika kazi yake ya kitume ya upadri. Ukitaka unaoa mwanamke mmoja na unazaa watoto wako, ukitaka unabakia bachelor ila usijuake mwanamke hadi gisi utakufa. Mimi nikavutiwa nawe, nikasema hii kanisa ni mojawapo ya kuniunganisha mimi na familia yangu, kurudisha mahusiano kati yangu mimi na familia, kusudi huku nitaoa, nitazaa watoto ambao wakuu viongozi wamenitia mambo wazi, itanisaidia vile vile mimi kuishi vizuri katika kazi yangu ya upadri na kuishi vizuri katika familia pamoja na familia yangu kwa mahusiano mazuri, sababu nitakuwa ninajibu kwa hitaji yao ya kusema inabidi mimi nioe na nizae. Nikaona hili kanisa ni kanisa nzuri ambalo linajibu kwa mahitaji ya wazazi wangu. Leo hii, safari hiyo imemfikisha katika nafasi muhimu ya uongozi ndani ya kanisa la Orthodox Kivu Kusini. Tulitaka kujua anatazamaje hatua hiyo ambayo wengi huiona kama mafanikio makubwa. Mimi leo tangu tariki 13 ya mwezi huu wa 5 niliweza kuteuliwa kuwa kiongozi mkuu wa kanisa la Katolika la Orthodoksi la Antiokia na Syria katika Kivu la Kusini. Na kwa kukupasha vizuri, siku za kupita hapa wameniambia kwamba ninasimamia kanisa pia katika Kivu ya Kusini na Kaskazini. Nimejisikia kuwa ninafarijika sababu Mungu amenifunza neno kubwa. Mungu amenifumbulia fumbo kubwa ya maisha ya wito. Ndio maana nimesikia niko na furaha, sababu changamoto kubwa nimepitia muhayo. Kumbe hizo changamoto Mungu alikuwa ananiambia kwamba hizo changamoto ambazo napitia muazo, na hizo changamoto ndo ambazo zinaweza kusababisha mtu aitwe mtumishi bora wa Mungu, mtumishi kamili. Ni kama njia ya Yesu Kristo. Kufikia hapa si jambo rahisi, ni kama vile imenifundisha njia ya Yesu Kristo. Yesu Kristo amevaa mwili, amekuja duniani kwa ajili ya wanadamu, kuwakomboa na kuunganisha mwanadamu na Mungu mara nyingine kupitia yeye. Lakini Yesu alisulubishwa na hakuwa na kosa lolote. Kwa maana ninasema kwamba nimejihisi kuwa hiyo mateso yote ambayo Mungu alikuwa akinipitisha muhayo, kufezereshwa, kuaibika, ilikuwa ni namna ya kupasua njia yangu ambayo itakuwa njia takatifu ya kutumikia Mungu kupitia kanisa lake Katoliki. Na njia zote hizo za wito, katika maisha ya wito, njia si nyepesi, njia ni mgumu sana. Unapotoka mahali ambapo huko unakutana na njia ndefu, tena ilikuwa na makumba, tena na mashimo na miba, tena hiyo njia ina vilindi na nge, nyoka wakali wanakuwa wanaumiza. Lakini yoyote Mungu aliweza kutujalia ili tuweze kufika mahali hapa tunafika leo, ni kwa neema kubwa sana. Na kwa kuwa simulizi yake inaweza kuwa chanzo cha hamasa kwa vijana wengi wanaotafuta mwelekeo wa maisha yao, tulihitimisha mazungumzo yetu kwa kumuomba awape neno la ushauri. Nina ujumbe mmoja na wa muhimu sana. Vijana wote, vijana wenzangu, sababu mimi bado kijana, wanapaswa kumpenda Mungu, wanapaswa kupenda maisha ya wito. Na katika maisha ya wito, kuna wito aina nyingi. Kuna wito ambao Mungu anaita mtu, anamwambia wewe utanitumikia katika uombaji, wewe utanitumikia katika usindikizi. Na wewe usindikizi ni njia ya kumuona, ya kufika mahali ambapo Mungu anataka. Kumbe tusizarau wito.
wito wote ni wa muhimu na ni wa lazima. Na ujumbe wa pili kwa ajili ya Wakristo wote, vijana na wazee wa kanisa Katoliki la Waroma, ninapenda kuwaambia kwamba sisi kanisa Katoliki na Orthodoksi la Antiokia si maadui na si wale ambao wanaona kila mara wanaishi nao katika makominote. Ujumbe ni kusema kwamba sisi wote ni wamoja katika Kristo, na kanisa letu la kanisa Katoliki la Orthodoksi la Antiokia na Siria na kanisa la Katoliki la Waroma ni kanisa ambayo imeundwa kwa msingi mmoja, sababu kanisa letu limesimamiwa na Patriarche Bartolome ambaye iko hapo Siria, lakini sisi wote tuna papa mmoja, papa ambaye yuko Roma kwa sasa ni Leon 14. Ni yule ndo papa wetu sisi wote. Na mumainchi zingine aiza jimbo zingine, padri wa Roma, kanisa Katolika la Waroma wanaweza kuja wanasoma misa katika kanisa letu la Katoliki Orthodoxe la Antiokia na Siria, wanasoma misa. Baada ya kusoma misa wanarudia katika kanisa lao la Waroma. Na mapadri wetu wa kanisa letu la Orthodoxe la Antiokia na wao pia wanaweza kwenda kwa Roma, wanaenda wanasoma ibada ya misa huko na wanarudi, sababu sisi wote tuna sakramenta moja, sakramenta zimoja, ubatizo moja, mwenendo wa ibada moja. Sisi wote tuwe pamoja, tuishi pamoja katika Kristo, na hata mwenendo wa ibada ni umoja. Kwa hiyo tunatakiwa kuwa na umoja ambao mitume walivyokuwa wakiishi. Unajua ndugu mtangazaji, kama unaweza kurudia nyuma kidogo, baada ya Papa wa Roma Leon 14 kutawazwa kama papa, alifunga safari na akaenda kule Yerusalemu kwenda kuonana na Patriarchi wetu Bartolome, sababu ni yeye ndiye walienda huko kuunganisha umoja wao na kuonesha wazi kwamba kanisa hili mbili la Katolika la Waroma na Katolika ya Orthodoksi ya Antiokia na Siria wote weko katika umoja na katika mapendo na mawasiliano mazuri. Ndiyo maana nilipenda kuelewesha watu kwamba sisi si maadui, sisi si wafanya fujo, ila sisi ni kanisa ya Mungu ambayo iliweza kuundwa na mitume, na kupitia imani ya mitume hiyo ndio imeleta msingi wa kanisa hizi zote mbili. Alikuwa ni Shemasi Isidore Byalo Kalunga akisimulia safari yake ya kiroho kutoka katika masomo ya upadri wa kanisa Katoliki la Roma hadi kuwa mmoja wa viongozi wa kanisa Katoliki Orthodox Kivu Kusini. Naitwa Musa Useni.